Wakati unapozungumzia anasa, hakuna mtu anayefanya vizuri kama matajiri wa Asia, iwe wanazunguka kwenye mashua ya dola milioni lilapartus, wakiruka kwenye ndege iliyowekwa vifaa kama hoteli ya nyota 5, au wakipitia barabarani kwenye msafara wa magari ya kifahari nadra. Mabilionea hawa wanarekebisha maana ya kusafiri kwa mtindo. Kwa kweli ni salama kusema kwamba wana dunia mikononi mwao, wakifanya kila safari kuwa uzoefu wa utajiri na ubadhirifu. Tangu ndege ya dhahabu ya prinsipe wa urithi Mohammed bin Salman hadi ndege binafsi za kifahari za Gautam Adani na kundi la mashua za kifahari zilizofichwa za Jack Ma. Hii ni mwangaza tu wa ulimwengu wa utajiri usio na kifani na mipaka ambayo hawa matajiri wanafikia wanapotwa barabara au anga. Hata hivyo, kitu cha kipekee ni Boeing 747, ndege maarufu yenye madaraja mengi, ndani ya kifahari na mifumo ya burudani ya kuvutia, na gharama ya awali ya dola milioni 200. Ndege hii ni ishara kuu ya hadhi. Ndani ya majumba haya ya angani, ubadhirifu hautofautiki. Wazia madirisha pana yanayumba hisia ya kutembea katika mawingu. Dari kubwa linalotoa nafasi ya kujinyusha, na njia kuu zinazofanya usisahau kuwa uko ndani ya ndege. Viti vyenye ngozi laini hunyuka kabisa nyuma, kuruhusu ujivinjari masaa kadhaa ya usingizi kwa mtindo. Mifumo ya burudani ni ya kizazi kipya, na TV kubwa za skrini, sauti ya awasiliani na maktaba ya filamu ambayo ingewafanya Netflix kujawa na wivu. Faraja ni muhimu. Hali ya hewa ni mara zote inayobadilishwa kwa joto lililo bora, na mwangaza unatengeneza anga kamili, iwe kwa kazi au tu kupumzika. Bafuni kama spa halisi zikiwa na vifaa vya anasa, bidhaa za usafi wa hali ya juu na hata chemsha bongo. Na ndiyo unaweza kujiboresha wakati wa safari na kufika mwisho wako ukiwa kama utajiri. Kula katika ndege hizi ni uzoefu usio na kifani, na jikoni kamili ya chef iliyowekwa vifaa vya kisasa kabisa na timu ya wataalamu wa upishi wakipika milo ya kifahari. Tunazungumzia kaviari, kana champagne bora ambayo pesa inaweza kununua. Ni kama kuwa na mnara wa nyota za Michelin unapatikana saa 24 kwa siku 7 kwa wiki. Kila kitu kimebinafsishwa kulingana na mahitaji sahihi ya MBS, tangu sana kwenye kuta hadi mto wa monogram kwenye vitanda. Hata hivyo, kiwango hiki cha anasa hakiwezi kupatikana na kila mtu. Vifaa vilivyotumiwa ni miongoni mwa vilivyosafishwa zaidi duniani, ikiwa ni pamoja na mbao za kigeni, metali za thamani na hata almasi. Ndio almasi. Ukiwa bilionea, kwa nini usiongeze kidogo zaidi ya mwangaza kwenye safari yako? Ujuzi uliotumiwa ni wa kipekee, na mafundi na wahandisi waliohitimu kwa kiwango cha juu wakijitolea maelfu ya masaa kuboresha kila undani, tangu upanzi wa viti hadi kusafisha vifaa. Ni kama kumiliki kazi ya sanaa inayoweza kuruka. Teknolojia ya ndege hizi ni ya kuvutia kweli. Zimejazwa na mifumo ya urambazaji ya hali ya juu, teknolojia ya mawasiliano ya kisasa, na hata baadhi ya mshangao ambao bado hauwezi kufichuliwa. Usalama ni kipaumbele cha juu, na mifumo ya kukadiria ya juu, kamera za infrared na vipengele vingine maalum ambavyo hatuwezi kuzungumzia. Unaweza kuniamini, ukiwa unaruka kwenye mojawapo ya ndege hizi, uko mikononi salama. Hata hivyo, uzoefu wa kifahari wa kusafiri wa Mbesa hauishi angani. Yeye pia ana baadhi ya mashua ya kifahari zaidi duniani. Mali yake yenye thamani kubwa zaidi, mashua ya Serene, ni karibu kama jumba linaweza kuogezwa, na mahali pa kutua helikopta, uwanja wa gofu, ukumbi wa michezo, hitaji lenye barbecue na uwanja wa densi na baa mbalimbali. Mashua hii ni kielelezo cha thamani yake kwa vitu vya kifahari katika maisha, na hamu yake ya kusafiri kwa faraja na mtindo wa juu zaidi. Wakati MBS anadhibiti anga na meli yake ya majumba ya hewani, Mukesh Ambani anapandisha pato la vifaa kwa vipande vipya na Boeing yake ya biashara jet.
Dua binafsi ambapo kila safari inakuwa burudiko la kifahari. Njia ya kupendelea ya Mukesh Ambani kusafiri kwa angani kwa ndege yake binafsi Boeing Business Jet 2 waza Boeing 737, lakini badala ya viti vya kuteleza na harufu nyepesi ya chakula cha ndege, unapokutana na jumba la anga lenye kifahari zaidi kuliko hoteli ya nyota 5. Ndege hii inatoa kila kitu unaweza kufikiria, na chumba kikuu cha kustaajabisha, bafu la kifahari, chumba cha mkutano na eneo la kulia linalozidi vifaa vya darasa la kwanza la ndege ya uchumi wa shirika la ndege. Ni karibu jumba la anga linalohakikisha kuwa Ambani anakaa kwa faraja na mtindo mwingi, kugeuza hata safari za biashara zilizo za kuchosha kuwa mapumziko halisi. Boeing Business Jet 2 sio tu ishara ya faraja, bali pia ya anasa ya viwango vya juu na teknolojia ya kisasa. Chumba kikuu ni pango halisi la mtu mwenye toleo la juu la mashine na samani inayopatikana. Bafuni si ya kawaida. Inakuoga halisi na bidhaa za usafi wa kifahari, ikiruhusu Ambani kujiburudisha kama mfalme wakati wa safari. Chumba cha mikutano kina teknolojia ya mawasiliano ya hivi karibuni, ikiruhusu kumalizika kwa biashara wakati wa kuruka juu ya mawingu. Eneo la chakula lenye viti vya anasa na jikoni ya kifahari hufanya uhakika kila mlo uliobeba ni uzoefu wa kweli wa upishi. Wakati baadhi wanaweza kula parachichi na njugu, Ambani anafurahia milo inayolingana na magahawa wa nyota 5. Wakati wa safari zake baharini, Mukesh Ambani anamiliki moja ya yachti zenye anasa zaidi duniani, Stately. Hifadhi hii inayotembea inawakilisha utimilifu wa anasa na uthibitisho, ikiwa na urefu wa zaidi ya mita 80 na anasa zote zinazoweza kufikiriwa. Kutoka helipad hadi bwawa la kuogelea, spa na maeneo mengi ya burudani, Stately ni ya kushangaza kwa uhandisi na muundo wa kisasa, ikigeuza kila safari baharini kuwa mapumziko ya anasa. Ndani ya majestosa, fahari inadumu. Madaraja kadhaa hutoa uzoefu wa kipekee, kutoka kwa ukumbi mpana wenye maoni ya upana wa bahari kwenye dari kuu hadi stubora yenye terasi binafsi kwenye dari la juu. Kwenye dari la chini kuna vyumba vya wageni vilivyo na maudhui, vikiwa na vifaa vya kisasa kabisa. Zaidi ya hayo, kuna kituo cha mazoezi ya mwili ya kisasa, sinema na spa iliyo na vifaa kamili, ikifanya uhakika kila wakati uliobeba uwe wa kupumzika na kujistarehesha. Kimsingi, ni kama vile ni hoteli ya kifahari zaidi uliowahi kuona, lakini ikiendelea majini. Kwenye nchi kavu, vyombo vya usafiri vya Mukesh Ambani ni vya kuvutia sana. Ukusanyaji wake wa magari ni uthibitisho wa upendo wake kwa anasa na ufanisi, ukiwa na magari karibu 370 yanayowakilisha kilele cha uhandisi wa magari. Moja ya vipuli vya thamani kwenye ukusanyaji huu ni Rolls-Royce Phantom Vet EWB, iliyopewa thamani ya rupia za Kihindi milioni 3 zenye mvuto. Gari hili linawakilisha anasa na utu uzuri, likiwa na ndani yenye anasa, injini yenye nguvu ya V12 na zaidi ya torque unayoweza kuhitaji. Ni moja ya mapendeleo kati ya VIPs na watu maarufu, ikionyesha kikamilifu hadhi kubwa ya Ambani. Kwa masuala ya usalama, Ambani ana imani kwa Mercedes-Maybach-Benz S660 Guard. Gari hili lenye kinga dhidi ya risasi na milipuko, lenye thamani ya takriban krozi 10 za rupia, ni ngome inayoweza kuhamishwa. Imewekwa na injini yenye nguvu ya V12, hutoa usalama mkubwa bila kusahau anasa. Gari lingine linalojulikana katika ukusanyaji wake ni BMW Ciusatus Naxtuli Security mweusi wa mate na thamani ya takriban krozi 8 za rupia. Gari hili ni kuhusu usalama wa kiwango cha juu na milango iliyotiwa kinga, madirisha ya risasi na injini ya V12 inayoweza kukabiliana na vitisho vingi. Upendo wa Ambani kwa teknolojia ya kisasa pia unadhihirika kwenye Ferrari yake Art Noblan Superfast, gari lenye utendaji wa juu lenye thamani ya takriban krozi 5 za rupia, linaloweza kufikia kasi ya juu ya maili 212 kwa saa.
Kisha tunayo Bentley Continental Flying Spur, ikionyesha ustadi wa Uingereza na utendaji wenye nguvu, na Mercedes AMG G63, mpendwa kati ya wapenzi wa magari kutokana na muundo wake maarufu na ndani ya NASA. Uzalendo wake kwa mazoea endelevu unathibitishwa na Tesla Model S Shens D, gari la umeme lenye thamani ya takriban krozi 1 ya rupia, linalotoa huduma za kiwango cha juu za dereva wa kiotomatiki. Na kwa uzoefu wa juu kabisa katika SUVs za kifahari, kuna Rolls-Royce Cullinan lenye thamani ya takriban krozi 3 za rupia, ikisimboliza anasa na ubora. Gautam Adani pia analeta anasa kwa kiwango kipya na ukusanyaji wake wa kuvutia wa ndege binafsi, kila moja ikiundwa kutoa faraja na mtindo ambao hauwezi kulinganishwa kwa miguu. Trent Citizen. Kwa mara ya kwanza, ukusanyaji wa ndege binafsi wa Adani ni wa kustajabisha kabisa. Ndege yake yenye thamani kubwa ni Embraer Legacy 650. Ndege hii ni mshangao wa anga la kisasa, imegawanyika katika sehemu 3 zilizogawaniwa zinazotoa faraja na faragha isiyo na kifani kwa abiria hadi Patblas. Embraer Legacy 650 inaendeshwa na jozi moja ya injini za Rolls-Royce zenye nguvu ya pauni 90,000, ikiruhusu kufikia kasi ya juu ya kilomita 850 kwa saa. Ndani ya ndege hii kifahari imeundwa kwa umakini ili kutoa uzoefu wa kifahari na viti laini, mifumo ya burudani ya juu na miundombinu ya mawasiliano ya hali ya juu. Iwe kwa biashara au burudani, Embraer Legacy 650 inahakikisha kwamba Adani anasafiri kwa faraja na mtindo wa juu. Kipande kingine muhimu katika mkusanyiko wa Adani ni Bombardier Challenger 605. Ilinunuliwa kwa takriban $1.5 milioni mnamo 2000. Ndege hii ilikuwa safari yake ya kwanza kuingia ulimwengu wa anga binafsi. Challenger 605 ina sebule kubwa ambayo inaweza kumudu hadi abiria dola kwa faraja. Challenger 605 imeundwa kwa safari za masafa marefu, ikiweza kufikia kasi ya kilomita 800 kwa saa. Ndani yake ya kifahari inatoa upangaji wa viti upana, mifumo ya burudani ya juu na huduma za kisasa ambazo zinafanya safari za masafa marefu kuwa uzoefu mzuri. Kikiwa maarufu kwa safari za kimataifa za Adani, Challenger 605 inatoa faraja na ufanisi. Pamoja na floti yake ya kuvutia, Hawker Beechcraft 850 XP inaonekana kipekee. Kutoka Uingereza, ndege hii ilikuwa ya kwanza kuonyesha winglets ya Beechcraft, ikiwa na uwezo wa kubeba abiria 15. Shens 750 XP inatoa urefu wa sebule ya kusimama, udhibiti wa viti kwa kugusa, taa za LCD na viti vyenye pumzi. Ikiwa na bei ya takriban 3.7 milioni, ndege hii ni mchanganyiko mzuri wa kifahari na utendaji. Ikiwa na mifumo ya juu ya urambazaji na mawasiliano, 850 XP inahakikisha safari tulivu na salama kwa Adani na timu yake. Upendo wa Adani kwa anga unaenda mbali zaidi ya ndege. Gari yako binafsi yenye thamani ya dola za Marekani milioni 50 ni kivutio cha kushangaza. Kituo hiki cha hali ya juu hukaa ndege zako na helikopta ya matumizi mengi ya Italia ya Augusta Westland AW129. Ndege hii yenye uwezo wa aina nyingi hutumika kwa safari za umbali mfupi, ikitoa kasi na urahisi bila kusitisha faraja. Hata hivyo, utajiri wa Adani haujikwamii mbinguni tu. Barani, yeye hupenda kusafiri kwa mtindo, akiwa na mkusanyiko wa magari ya kifahari ambayo yangewaonyesha vivu wapenzi wa magari yoyote. Gereji yake inajumuisha Rolls-Royce, Ferrari na sedani kadhaa ya BMW Series 7. Kila moja ya magari haya inawakilisha hadhi na utajiri, ikionyesha upendo wa Adani kwa vitu vilivyoboreshwa maishani. Rolls-Royce, maarufu kwa anasa yake na ufundi usio na kifani, mara nyingi hutumiwa na Adani kwa matukio rasmi na mikutano mikuu. Ferrari na muundo wake wa kifahari na ufanisi wa nguvu ni kamili kwa wakati ambapo Adani anatafuta kuwa tofauti. Sedani za BMW Series 7 zilizotambulika kwa faraja yao na teknolojia ya kisasa ni bora kwa matumizi ya kila siku, zikiwapatia safari laini na ya kifahari.
Linapokuja suala la safari za majini, Adani hampunguzii hata kidogo. Yeye anamiliki jahazi la kifahari linalomwakilisha utu na ubora. Heko hili la majini limejazwa na vifaa vyote vinavyohitajika, kutoka kwa vyumba vya anasa hadi jikoni iliyosheheni na maeneo ya burudani. Jahazi hili ni kimbilio kamili kwa Adani, kuhakikisha faragha na faraja wakati wa safari zake, iwe ni kwa kupokea mkutano wa biashara au kufurahi likizo na familia. Jahazi la Adani hutoa kiwango cha juu cha anasa na kupumzika. Zaidi ya Adani, Lakshmi Mittal anayejulikana kwa himaya yake ya chuma, anafuata njia ya kifahari ya safari na Gulfstream limesirushi, akichanganya kasi, faraja na ufasaha katika ndege yake binafsi. Lakshmi Mittal, kiongozi wa viwanda vya chuma, si tu tajiri wa biashara, bali pia mtaalamu wa safari za kifahari sana. Mtindo wake wa safari unachochea utajiri na ustadi. Fikiria kusafiri katika ndege moja ya kifahari na gharama kubwa zaidi duniani. Gulfstream 550 inajulikana kwa kasi yake, umbali na faraja. Anaweza kusafiri bila kukoma kutoka London hadi Tokyo, kufunika zaidi ya kilomita 2,000. Ndege hii inamwezesha Mittal kusafiri kati ya makazi yake London, New York na vituo vingine vya kuvutia bila matatizo, ikiwa kama ofisi ya kusafiri inayojengwa na mifumo ya hali ya juu ya avioniki na mawasiliano, ikimruhusu kufanya mazungumzo kwa futi 4,000 juu ya usawa wa bahari. Kuingia kwenye ndege, anga la hewa linalopatikana ni zuri zaidi kuliko hoteli ya nyota 5. Viti vyenye ngozi laini vinavyoweza kubadilishwa kuwa vitanda, kuhakikisha kuwa Mittal anaweza kupumzika wakati wa safari ndefu, ikiwa na jikoni kamili inayofanya kazi na mapishi kwenye bodi, akitoa milo ya kifahari katika eneo la kula lililobuniwa kwa ustadi, linalofaa kwa mikutano ya biashara na kupumzika. Kwa upande wa burudani, skrini kubwa, mfumo wa sauti ya kuzunguka na maktaba kubwa ya filamu na muziki huhakikisha kuwa Mittal na wageni wake wanadumu katika kujiburudisha futi 40 juu ya usawa wa bahari. Hata hivyo, upendo wa Mittal kwa anasa unavuka mbingu. Yeye si tu anamiliki, bali anafurahia ikiwa na merikebu mbili za kibinafsi ambazo zinabadilisha upya dhana ya anasa baharini. Kwanza, kuna MV Kasri inayoelea yenye urefu wa mita 100. Mara nyingi huonekana katika bahari ya Mediterranean. MV hufanya kama mahali pazuri pa kupumzika iliyojaa jua kwa Mittal na familia yake. Mashua hiyo ina dimbwi la kuogelea, sinema, ukumbi wa mazoezi na hata helipad. Ndani ni mandhari ya marumari, dhahabu na miti yenye asili ya kipekee. Inaweza kupokea wageni na mblas katika vyumba 8 vya kifahari, kila kimoja na bafu lake binafsi. Timu ya watu 20 hufanya kazi kwa bidii kuhakikisha kwamba mahitaji yote yanakidhiwa, kuanzia chakula cha kifahari hadi shughuli za maji. Nyingine mashua ya Mittal, Kogo, ni ya kustaajabisha pia. Ikiwa na urefu wa mita 72, ina muundo mgumu na huduma za kiwango cha juu kama spa, sauna na maeneo makubwa ya deki yanayofaa kwa sherehe. Inaweza kupokea wageni 2 na ina wafanyakazi 21. Kogo ni kamili kwa mikutano ya familia na hata matukio ya kampuni, ikichanganya biashara na burudani. Muundo wake wa ndani wa kisasa, vitambaa vya kifahari na teknolojia ya kisasa hutoa mazingira bora kwa kupumzika na kijamii. Ardhini, upendeleo wa Mittal kwa anasa unadhihirika katika makusanyiko wake wa magari wa kuvutia, ambao ni pamoja na karibu magari 20 ya ubora wa hali ya juu. Miongoni mwa vipendi vyake ni Porsche Boxster, gari la michezo lenye viti viwili linalojulikana kwa kasi yake na udhibiti, pamoja na Mercedes-Benz Classe C, kielelezo cha unadhifu na ubora. Pia inaonekana motorhome yake iliyopewa jina la Palacio sobre Rodas,
inayotoa faraja na mtindo ambao hautalinganishwa na viumba vya kulala, sebule, bafuna, hata gari lililowekwa na teknolojia ya kisasa, ikiwa ni pamoja na mawasiliano kupitia satelaiti ili kuhakikisha unganisho mahali popote. Ndani ni kifahari sana na vitu vya ubora wa hali ya juu. Samani iliundwa kwa kibinafsi na vifaa vya elektroniki vya hali ya juu. Na kisha kuna Jackma na Gulfstream G650R yake. Sio tu ndege, bali hoteli inayoelea ya nyota 5 ambayo inavuka mabara kwa urahisi, ikiashiria upendeleo wake kwa ukubwa angani na baharini. Jackma. Tuanze na ndege yake binafsi, Gulfstream G650R. Fikiria ndege ya kisasa yenye injini mbili ambayo ni sawa na hoteli ya nyota 5 inayoelea. Inasimama kwa mbali wa kufikia na ina safari ya kuvutia ya maili 70 pinstu za kina baharini, ambayo ni sawa na karibu kilomita 300 kwa wapenzi wa kimetria. Jack anaweza kuruka kutoka Hong Kong kwenda New York au Beijing kwenda London bila kuacha. Fikiria filamu zote ambazo anaweza kutazama ndani ya ndege. Hii sio ndege ya kawaida watu. G650R ni kilele cha anasa na faraja. Ndani yake utapata viti vyenye ngozi laini inayovutia, mifumo ya burudani ya kizazi kipya na jikoni iliyosheheni vifaa. Unahitaji chumba cha mikutano kilomita on potesta wizan juu. Hakuna shida. Ungependa kitafunwa wakati wa safari, lala kwenye chumba binafsi. Angalia na nini kuhusu spa kwa kupumzika, hata bora zaidi. Yote haya kwa dola milioni 72, lakini kuzingatia mapendeleo ya kipekee ya Jack, ubinafsishaji labda huinua bei hii hata juu zaidi kuliko ndege yenyewe. Wakati Jack Ma hafanyi safari angani, yeye huingia baharini kwenye jahazi lake la kifahari Zen. Ingawa maelezo kuhusu Zen ya kitendawili kama ninja, inajulikana kuwa ni jumba la kifahari la utajiri na utulivu. Fikiria maduka mengi, vyumba vikuu na mifumo ya burudani ambayo inaweza kumvutia hata tajiri wa Hollywood. Kwa asili, jahazi linakuja na wafanyakazi wa kujitolea kufurahisha mahitaji yote, kuanzia chakula cha gourmet hadi safari kwenda maeneo ya kigeni. Jina Zen ni kamili kwa mtu ambaye anathamini usawa na umakini. Kwa Jack, kusafiri katika Zen labda kunalinganishwa na kuwa na maficho yake binafsi. Iwe ni kwa kuanda sherehe za kifahari kwa marafiki au kufurahia wakati wa amani na familia, Zen hutoa utulivu na utajiri ambao anautafuta. Sasa twende kwa magari yake. Ingawa ni mwenye kiasi katika maeneo mengine, mkusanyo wa magari ya Jack Ma ni hadithi ya tofauti. Kwa upande wa kawaida zaidi, yeye anamiliki SUV Rover RX-5 yenye thamani ya dola za Marekani 15,000 tu. Ni wakazi wenye kuaminika na una vifaa kama taa za LED, paa kubwa la jua na viti vya ngozi. SUV hii inaakisi upande wa vitendo wa Jack. Hata mabilionea huwa na magari yao, lakini kwa kuwa wakweli, huwezi kumshikilia mabilionea chini kwa muda mrefu sana. Kati ya BMW 760 moja kwa dola 107,695. Mfano huu una injini ya V12 biturbo ya lita 6.6 ambayo inazalisha farasi 600. Na ndani kubwana ya kifahari ni safari kamili kwa mwanaume kama Jack. Mfumo wa burudani wa drive unahakikisha kwamba anasafiri kwa faraja na mtindo, labda wakati anapopanga hatua yake kubwa ya biashara ijayo. Na basi, tunayo kipenzi cha taji, Mercedes-Benz S65 AMG ya mwaka wa 2006 kwa thamani ya dola $730,000. Sedan hili jupe mara nyingi huchaguliwa na Jack kwa mikutano ya biashara na matukio muhimu. Ikiwa na injini ya V12 ya lita 6 inayozalisha farasi 600 watt, S65 AMG inatoa uzoefu wa kuendesha laini na wenye nguvu. Ndani yake nyeusi na muundo wa mbao na mfumo mzuri wa kuhembeza unaonyesha anasa na utendaji kama tu Jack Ma. Sasa turudishe mawazo yetu kwa Titan inayofuata ya tasnia na ya anasa. Mtu ambaye si tu anakwenda ulimwenguni, lakini anauhusisha upya. Ratan Tata ni mtu ambaye ushawishi wake haujapimika na safari zake zinaonyesha utawala huo wa dunia. Ratan Tata
Moja ya mambo yanayovutia zaidi katika safari zake ni matumizi ya ndege binafsi. Kundi la Tata lina ndege kadhaa, lakini Dassault Falcon 2000 inaonekana kuwa kipenzi. Ndege hii ya kifahari ya injini mbili inajulikana kwa muda mrefu wa kusafiri, faraja na teknolojia ya kisasa. Ikiwa na uwezo wa kuruka bila kutua kutoka Mumbai kwenda London, Falcon 2000 inaenda vizuri na safari za kimataifa za mara kwa mara za Tata. Ndani ya ndege ya kifahari inayoakisi anasa safi na viti vya ngozi laini, yenye vinywaji vya kutosha na mifumo ya mawasiliano ya kisasa kabisa kuruhusu Tata kufanya kazi, kupumzika au kupokea wageni wakati anavuka mawingu. Kilichowatofautisha Ratan Tata na mabilionea wengi ni upendo wake kwa anga. Yeye ni rubani mwenye mafunzo na mara nyingi huchukua udhibiti wa ndege kibinafsi, akiongeza kugusa kibinafsi cha kufurahisha kila safari. Fikiria jinsi ilivyo kusisimua kuendesha ndege ya teknolojia ya juu angani, anasa inayopatikana kwa wachache na hata wachache zaidi wanaweza kuendesha wenyewe. Hili suala la kipekee la safari za Tata sio tu linadhihirisha roho yake ya ujasiri, bali pia mtazamo wake wa vitendo kwenye maisha. Linapokuja suala la safari za ardhini, chaguo la magari ya Ratan Tata ni sawa na kutia moyo. Gari lake la kifahari lina rangi ya magari ambayo yangevutia mtu yeyote mwendeshaji gari. Miongoni mwa mali zake zinazothaminiwa zaidi ni Ferrari California, Cadillac XLR na Chrysler Sebring. Kila moja ya magari haya ni kazi nzuri ya uhandisi na ubunifu, yakitoa faraja na utendaji wa kipekee. Kwa mfano, Ferrari California inajulikana kwa injini yake yenye nguvu ya V8 na muundo wake wa kifahari. Si tu ni njia ya usafirishaji, bali ni kauli ya mtindo na unyofu. Kwa upande mwingine, Cadillac XLR ni roadster wa kifahari unaunganisha utendaji na elegansia. Kwa dari ngumu inayoweza kukunjuliwa na ndani ya kifahari. XLR ni kamili kwa safari ndefu, ikitoa uzoefu wa kuendesha laini na wa kupendeza. Chrysler Sebring inaongeza ukusanyaji tofauti wa magari ya Tata, ikionyesha thamani yake kwa mitindo tofauti na utendaji wa magari. Hata hivyo, labda gari lenye thamani zaidi katika ukusanyaji wa Ratan Tata ni Tata Nano, iliyobuniwa na Tata mwenyewe. Gari hili lililokusudiwa kutoa njia ya usafiri inayopatikana kwa raia wa kawaida. Licha ya bei yake iliyofikika, Nano ina nafasi maalum moyoni mwa Tata, ikishimbolisha ahadi yake ya kuathiri maisha ya watu wa kawaida kwa njia chanya. Sio jambo la kawaida kumwona Tata akiendesha Nano kibinafsi, jambo linalodhihirisha unyenyekevu wake licha ya utajiri wake mkubwa. Kwa safari ndefu, Ratan Tata mara nyingi huchagua mashua yake ya kifahari, Karisma. Ilijengwa awali mnamo mwaka wa 1900. Karisma ni chombo cha kiklasiki ambacho kimepitia ukarabati wa kina ili kutoa starehe za kisasa, huku kikihifadhi mvuto wake wa zamani. Na vyumba vya kifahari, ubao mpana na jikoni kamili. Mashua hiyo inaguka kuwa kasri la kutembea majini. Karisma si tu njia ya usafiri, lakini ni kielelezo cha ladha iliyopambwa ya Tata na upendo wake kwa historia. Kupiga mbizi kwenye mashua hii hutoa burudani yenye staha na utulivu kutoka katika msongamano wa maisha ya mijini, kuruhusu Tata kupumzika na kujipatia nishati mpya kwa utukufu. Hata hivyo, historia haisimamishi hapo. Inapokuja kuchanganya kasi, anasa na ufanisi katika biashara, Adar Poonawalla anadhibiti sanaa hiyo. Gulfstream 540 yake inafanya kazi kama ofisi angani iliyobunifu sana, ikihakikisha kwamba yeye ni daima katika kiwango cha juu cha ufanisi wake popote alipo duniani. Na ndege za Adar zinapingana vipi na zile za wengine? Kwanza kabisa ni Gulfstream G550C ya Adar Poonawalla, ndege binafsi inayojitisha anasa na utendaji. Gulfstream G550 inatambulika kwa muda mrefu wa kuruka wa masaa teles, ikimruhusu Adar Poonawalla kusafiri mahali popote duniani kwa mara moja tu. Ndani ya ndege hii imeundwa kwa umakini kutoa starehe na anasa ya juu, ikiwa ni pamoja na viti vya ngozi laini,
mifumo ya burudani ya hali ya juu na jikoni kamili, ikigeuzwa kuwa kasri linaloruka majini. Adar Poonawalla anakidhi shauku yake ya upishi wa hali ya juu kwa kuwaleta wapishi wenye nyota Michelin kuandaa milo ya kitajiri kwa ajili yake na wageni wake wakati wa safari za masafa marefu, ikifanya kila safari kuwa uzoefu usiosahaulika. Kisha tunayo Global 6000, ongezeko lingine lenye thamani kwenye orodha ya ndege ya Adar Poonawalla. Ndege hii ya mbali sana inaweza kuruka moja kwa moja kwenda miji kama Dublin, Paris, Tokyo, Singapore na Bali, ikiwa na muda mrefu wa kilomita 700 dollars, ukiwa bora kwa safari za mara kwa mara za kimataifa za mfanya biashara huyo. Pamoja na kabini kubwa inayoongoza katika darasa lake, Global 6000 inatoa nafasi kubwa kwa ajili ya mapumziko na kazi, pamoja na muunganisho wa interneti wa kasi ya juu wa aina ya kaband ambao unamweka Adar Poonawalla kuunganishwa na kuwa na ufanisi wakati wa safari akiwa futi 30,000 juu. Ikiweza kupokea vizuri wapita safari dosi na wafanyakazi 4, ndege hii ni chaguo linalofaa kwa safari za familia au za biashara, ikiwa chaguo la familia ya Poonawalla kutokana na mapambo yake ya ndani ya anasa na utendaji wa kuvutia. Kwa safari fupi zaidi, Adar Poonawalla anategemea helikopta yake ya Airbus H145 kamili kwa safari za haraka kati ya Pune na Mumbai, ambapo familia ya Poonawalla inamiliki na biashara za kifahari. Helikopta ya Airbus H145 inajitokeza kama iliyosikika zaidi katika jamii yake, ikitoa uzoefu wa safari tulivu kutokana na rota zake imara zinazopunguza msuguano ndani ya chumba cha abiria na nafasi kwa abiria art. Chumba kikubwa cha helikopta hufanya iwe bora kwa safari za familia au biashara. Adar Poonawalla alikuwa Mwaindia wa kwanza kupokea helikopta ya H145 iliyoandaliwa kibinafsi na Airbus, ikiongeza kugusa kipekee kwenye mkusanyiko wake wa kuvutia. Walakini, yeye si pekee katika mapenzi yake kwa anasa ya angani. Sajan Jindal, mmoja wa watu matajiri zaidi nchini India, pia anathamini faraja na ukubwa katika safari zake. Jindal anajulikana kwa mkusanyiko wake wa ndege za kibinafsi za kiwango cha juu, ikiwa ni pamoja na Gulfstream G650 inayotoa safari zenye matindo na faraja isiyolinganishwa. Mbali na kusafiri katika faraja na mtindo wa maximum, Jindal hutumia Gulfstream G650 yenye sifa ya kasi, umbali na miundo ya ndani ya anasa katika safari zake za biashara za kimataifa kutoka Mumbai kwenda New York bila kuegesha ndani ya jiji hilo. Ya ndege inatayarishwa kulingana na ladha yake na viti vya ngozi laini, mifumo ya burudani ya hali ya juu na jikoni iliyojipatia. Hii jumba la angani la kweli linawezesha Jindal kufanya mikutano ya biashara, kupumzika na kufurahia milo ya hali ya juu wakati akipita mbingu. Walakini, upendo wake kwa anasa hauishi kwa ndege zake binafsi. Anamiliki mashua nzuri sana, matokeo ya uhandisi na muundo wa kisasa, ikiwa na madaraja mengi, helipad, bwawa la kuogelea na makabati mazuri. Mashua inapambwa na vipande vya sanaa nzuri inayowakisi ladha bora ya Jindal, kwa mara nyingi ikiwa imefungwa katika maeneo ya kigeni kutoka Mediterranean hadi Caribbean. Mashua ya Jindal ni mandhari ya sherehe za kifahari na likizo za familia. Barabarani, gereji ya Sajan Jindal ni paradiso kwa wapenzi wa magari. Mkusanyiko wake unajumuisha mifano kutoka kwa chapa kama Rolls-Royce, Bentley na Mercedes-Benz, huku Rolls-Royce Phantom ikiwa moja ya mifano inayopendwa na mambo ya ndani yaliyobinafsishwa na vifaa bora. Akionekana anaendesha gari la kushangaza kwa matukio na mikutano ya hadhi kubwa, Jindal anatoa tamko kila kona anapopita. Vituo vyake vya kupenda kama New York, London na Paris vinatoa utamaduni, anasa na fursa za biashara zinazolingana na mtindo wake wa maisha. Aidha, anapenda likizo katika maeneo ya kigeni kama Maldives, ufukwe wa Kifaransa na Amalfi Coast, ambapo anafurahia mandhari ya kuvutia.
Inaonekana ushiriki wake katika onyesho la Monaco Yacht Show, uzoefu mbadala katika mtindo wake wa kusafiri. Tukio hili la heshima linatoa baadhi ya yachts za kifahari zaidi ulimwenguni, huku mashua ya Jindal likiwa kivutio kikuu katika maonyesho. Hafla hii inamwezesha Jindal fursa ya kuunganisha na watu wengine wenye hadhi kubwa na kutafuta vipya vya hivi karibuni katika mundo na teknolojia ya yachts. Ingawa mkusanyo wa ndege na yachts binafsi wa Sajjan unaweza kuonekana hautetereki, bado kuna bilionea makina ambaye si mgeni kwa anasa angani na baharini. Mafahamu Masayoshi Son, ambaye orodha yake ya kushangaza ya ndege na yachts inashindana na bora kabisa. Linapokuja suala la kuruka, Masayoshi Son yuko katika daraja lake, na ratiba ya safari zenye anasa, ufanisi na ustadi. Thamani ilikuwa mara ngapi tena? Kwanza, chombo cha angani cha kuchagua cha Son, ndege binafsi ya Gulfstream G650ER. Kipaji hiki cha angani kwa bei ya dola milioni 7 ni kimsingi Concorde ya ndege za wafanyabiashara. Kwa uhuru wake mkubwa bila kutua, Son anaweza kuruka kutoka Tokyo hadi New York haraka kuliko unavyoweza kusema magnate wa biashara ya kimataifa, zote kwa sababu ya kasi yake ya juu ya Mach 0.25. Ufanisi, angalia. Mtindo, angalia maradufu. Kuingia ni kama kuingia kwenye hoteli ya nyota 5 yenye mabawa. Viti vya ngozi ni vya anasa sana hivi kwamba ungefikiri vimefanywa kwa mawingu. Mifumo ya burudani inayoweza kulingana na sinema ndogo na jiko lenye vifaa vyema kuliko sehemu kubwa ya nyumba za kuishi za New York. Na ina nafasi kwa marafiki, atablasi wa karibu zaidi au washirika wa biashara za Son, ikifanya kuwa kamili kwa kikao cha mikakati cha dakika ya mwisho au sherehe za karaoke zisizo rasmi kwenye futichfari stazar. Pamoja na hayo, pamoja na mifumo ya angani ya hali ya juu na rasilimali za usalama, si tu ni furaha bali pia ngome angani. Wakati haina kuruka, Son huondoka baharini kwenye superiate yake, Musashi, iliyopewa jina kwa heshima ya mpigaji upanga maarufu, iliundwa na Feedship. Jumba hili la maji la mita yepalpiseti linaweza kuvuta wivu kwa urahisi wa Poseidon. Jumla na helipad kwa nini la dimbwi, spa na sinema, ni uwanja wa michezo wa mwisho majini. Ndani ni simfoni ya marumaru, teak na vitambaa vya hali ya juu vilivyofanywa kwa safu nyembamba ambazo zinaweza kusita kuzigusa. Kupokea wageni ya pamblas katika vyumba 9 vilivyojaa anasa, kila moja ikiwa na bafu za kibinafsi. Ni karibu hoteli ya nyota 5, kama tu hoteli zingekuwa zikifutulia na jet skis. Na chumba cha mheshimiwa, fikiria maoni ya panoramics ya bahari, terasi ya faraga na bafu linalotoa hisia za utu uzuri na jacuzzi. Na hatuwezi kusahau vitu vya kuchezea majini, jet skis, bodi za stand-up paddle, vifaa vya kuteleza, kwa sababu kupumzika kwenye superiate kunaweza kuwa kuchosha bila kiasi kidogo cha adrenaline. Wafanya kazi wa Musashi wako tayari kutimiza tamaa zote, wakihakikisha kuwa safari za Son baharini ni lishe ya kipekee. Magari ya Masayoshi Son pia ni ya kushangaza. Chukua mfano Bentley Continental GT, kazi ya sanaa kutoka Uingereza yenye injini ya W2 ya lita 6.6, ikiwa na farasi 6.3 chini ya kapu, inafikia kutoka 0 hadi 6 kwa sekunde 9.6. Ndani ni mchanganyiko wa anasa na teknolojia ya hali ya juu, na viti vya ngozi vilivyoshonwa kwa umakini na mfumo wa burudani wa kiwango cha juu. Na kisha tunayo Rolls-Royce Phantom, ishara kuu ya anasa kwenye magurudumu manne, ikiwa na injini ya V12 inayolia kama simba aliye na kuridhika. Ndani ya gari hili inalingana zaidi na mahali patakatifu. Zulia lililofanywa kwa sufu ya kondoo, dari lenye nyota na mfumo wa sauti wa kipekee huhakikisha kila safari kuwa tukio maalum kwenye Phantom. Gari hili linaendelea zaidi ya kuwa gari tu. Ni tamko linalungana vizuri na hadhi ya Son kama mtu tajiri zaidi wa Asia. Chaguo la safari la Masayoshi Son si tu kuhusu maonyesho, ingawa bila shaka linatimiza jukumu hilo vizuri.
Lengo ni kuboresha urahisi na ufanisi, iwe kwa kusafiri angani, kukatisha bahari ya kati au kupita kwa barabara. Ladha iliyosafishwa ya Son na upendo wake kwa anasa vinahakikisha kwamba anasafiri kwa uzuri, faraja na mvuto usio na shaka. Kutoka kwa Kim Jong-un anayinda kwa gari lake la maabara hadi Vladimir Putin anayetumia treni yake isiyoonekana na magari ya kubebea mizigo yenye ulinzi wa kifahari kusafiri kimya kimya, viongozi hawa wametawala sana ya safari za siri. Hapa sio tu kuhusu darasa la kwanza, tunazungumzia ujumbe wa ndege binafsi, meli za kifahari zenye mashubaka chini ya maji, na msafara wa magari unavyofanya tu ya rahisi kuonekana kama matembezi la Jumapili la kawaida. Mpango wa safari ya watu hawa unalindwa kwa kiwango kile kile cha siri ambacho kwa kawaida hufanywa kwa mapishi ya Coca-Cola. Hawa ni baadhi tu ya watu matajiri zaidi duniani, ambapo wa kwanza kwenye orodha yetu ni aliyekuwa meya wa New York Michael Bloomberg. Mvuto wa Bloomberg kwa anga si tu kipenzi, ni sehemu muhimu ya utambulisho wake na mtindo wa maisha. Tajiri huyu mwenye maarifa binafsi na aliyekuwa meya kwa vipindi vitatu wa New York amekuwa akihusika na uhuru na usahihi ambao kuruka huleta. Matumizi yake binafsi ya helikopta ni maarufu sana, na ununuzi wake wa hivi karibuni wa Tiltrotor Augusta Westland AWW61 ni sura inayofuata katika safari yake ya kipekee katika anga. Kwa nini tukwenda na kurudi wakati inawezekana kufika kazini kwa Tiltrotor? Tiltrotor Augusta Westland AW609 inawakilisha ubunifu wa binadamu na utafutaji endelevu wa ubunifu katika teknolojia ya anga. Ni ya kushangaza ambayo inachanganya aerodynamics ya ndege za mabawa fupi na ustadi wa rotorcrafts, ikitoa bora kutoka pande zote mbili. Iliyowekwa na injini zenye nguvu mbili zilizowekwa kwenye misho ya mabawa, kila moja ikisukuma rotor ya propelari ya mikuki mitatu. Rota hizi za propelari ni uwezo wa kugeuka kwenda kutoka nafasi ya wima kwa kuruka na kutua kama helikopta, na nafasi ya usawa kwa kuruka kama ndege, ikiruhusu AW609 kuanza kuruka na kutua mahali pasipokuwa na nafasi, ikiweka kasi kubwa na wigo mkubwa. Ni kama kuwa na bora kutoka kwa Superman na Flash katika mfuko mmoja. Injini za AEE 107C Liberty kutoka Rolls-Royce zilizopo kwenye AW609 zinaweza kuzalisha zaidi ya farasi 6,000 wa nguvu. Hizo ni injini hizo zinazotumika kwenye Kiev-22 Osprey, Tiltrotor wa kijeshi ambao ulihamasisha maendeleo ya AW609. Uchaguzi wa injini hizo hauko bahati nasibu, kwani zinamruhusu AW609 kufikia kasi ya upeo ya karibu nodi 275, kasi kubwa sana kuliko helikopta nyingi za kawaida. Uwezo wa AW609 pia ni wa kuvutia, ukiwa na uwezo wa kusafiri maili 6,000 bila hitaji la kujaza mafuta, ulioboreshwa na ufanisi wa aerodynamics wa ndege na uwezo wa mafuta, ikiruhusu safari moja kwa moja kati ya miji ambayo kawaida ingehitaji mapumziko au mabadiliko ya usafiri. Cockpit ya AW609 ni raha kwa marubani, ikijumuisha avioneki ya kisasa kabisa na mifumo ya udhibiti wa fly-by-wire. Kwa kuwa na cockpit yaliyotengenezwa kwa vioo vilivyowekwa kwenye skrini zenye uwezo wa kuguswa, marubani wana ufikiaji wa data halisi wakati wote na udhibiti wa kihisia juu ya mifumo ya ndege. Mfumo wa fly-by-wire unachukua nafasi ya udhibiti wa jadi wa mikono kwa vipengele vya kielektroniki, kuongeza usalama na kupunguza mzigo wa kazi wa marubani katika hatua muhimu za ndege. Kabini ya AW109 imeundwa kwa kuzingatia faraja na unyeti. Inaweza kupangiliwa kupokea hadi abiria 9, na mpangilio unaweza kubadilishwa kulingana na mahitaji ya mmiliki, iwe ni kwa usafirishaji wa watendaji, misafara ya uokoaji au kuondoa wagonjwa. Kabini ya AW609 inaweza kubadilishwa kwa anuai ya majukumu na usalama, ukiwa ni sehemu muhimu ya muundo wake. Ndege imejazwa na mifumo anuai ili kuhakikisha ustawi wa abiria,
ikiwa ni pamoja na mfumo wa kuondoa barafu kuruhusu kuendesha katika hali ya barafu ambayo itazuia ndege nyingine kuruka. Aidha, ina mfumo wa autopiloti wenye ustadi na vifaa vya urambazaji walioendelea kusaidia marubani katika hali zote za hewa. Kukimbia kupitia dhoruba ya theluji bila wasiwasi ni usalama uliohakikishwa na A609. Mfumo wake wa aeronautiki wa nyuzi za karatasi hutoa faida ikilinganishwa na ujenzi wa jadi wa metali, ikiwa mwepesi, imara kwa kutu, ikichangia utendaji na urefu maisha ya ndege. Matumizi ya nyenzo za machanganyiko huruhusu maumbo ya kawaida, kuboresha aeronautiki ya AW609 na kufanya iwe mfano uliostahimilivu na unaweza kubadilika. Tiltrotor AW609 inafaa kabisa kwa mtindo wa maisha unaojulikana kwa kutafuta kwa bidii ufanisi na ubora, kubadilisha dhana ya ndege. Vladimir Putin, akiwa na treni za roho na magari ya kubeba ripoti yenye ufundi na siri, anatumia miujiza hii ya uhandisi wa kisasa kusafiri kwa siri. Sehemu ya nje ya treni ina muundo wenye kuvutia na wenye ufundi, ikiwa imetungana na kinga imara inayoweza kuhimili mashambulizi ya risasi na milipuko. Milango na madirisha ni salama kwa risasi na imewekwa na vifaa vya matibabu kwa kuokoa maisha, kuhakikisha upasuaji wa haraka wakati wa kupumzika. Ndani, treni zinazoonekana zinachanganya anasa na teknolojia, kukiwa na kumbukumbu ya hoteli ya nyota 5. Magari zenye mapambo ya kifahari kama vile mbao ghafi na undani unaong'aa wa dhahabu zaidi hufanana na Kremlin kwenye reli kuliko treni ya kawaida. Zina kituo cha mazoezi kamili, ukumbi wa kunyosha misuli wenye mitambo ya kupinga kuzika, bafu la kiasili, vyumba vya kulala vya anasa na mabehewa ya chakula ya kupendeza ambayo hata huwahudumia kaviari. Hata hivyo, si tu muundo wenye anasa unaowatambulisha treni hizi. Udhibiti wa shughuli ni wa kipekee kwa njia za usafiri na ratiba zilizohifadhiwa sana ambazo hujulikana na wachache tu kwenye mduara wa karibu na Putin. Treni hizi huvutia kupitia Urusi wakati wa giza, zilizodhihirishwa tu na sauti nyororo ya chuma kikisonga. Kuna uvumi kwamba hupitia kwenye reli maalum zisizoonekana kwenye ramani za kibiashara, zikaweza kubadilisha njia wakati wowote. Huku hayo yakifanyika, magari ya kifahari yana muundo unaunganisha anasa na usalama mkubwa. Oda Senat, sehemu ya mradi wa Cortege, ni gari la rais la serikali linaloweza kufanana na tangi ikiwa imesongea kwa suti ya kupendeza. Limeundwa kutoa safari ya kupendeza na karibu isiyoweza kushindwa kwa maafisa wa juu wa Urusi. Limusin yenye mamlaka inaficha kinga yake yenye nguvu nyuma ya mistari yenye mvuto. Inasemekana kuwa kinga ya chuma ya Aura Senati inaweza kustahimili risasi za kaliba kubwa, mashambulio ya kemikali na hata mlipuko wa mabomu ya ardhini. Madirisha yanayoweza kukua kwa risasi yafanya kama miwani ya jua ndani ya tasnia ya magari, yakipuza mbalimbali ya vitisho vya risasi. Magari haya yenye urefu wa kifahari yana injini yenye nguvu chini ya kofia ya gari, ikihakikisha kasi na mwendo wa kutosha kukwepa hatari. Ndani yake, yenye anasa na yenye huduma zote ambazo kiongozi wa nchi angeweza kutamani. Pia ni kitovu cha kiteknolojia cha mifumo ya mawasiliano na udhibiti, ikimweka Putin akisalia kuungana na kuwa kwenye udhibiti, hata ikikuta anatoka haraka kutafuta borscht. Nje ya treni ina muundo wa kupendeza unaoficha usiku, ukilindwa na kinga inayoweza kustahimili aina tofauti za mashambulio, kutoka risasi hadi mabomu. Milango na madirisha yanayoweza kukua kwa risasi yamejazwa na vifaa na vituo vya matibabu vinavyoweza kuokoa maisha. Ndani yake, treni hizi za kutisha huleta uwiano kati ya anasa na teknolojia. Kwa upande mwingine, kubunia limuzini hupatikana katika mchanganyiko wa anasa na usalama wa mtindo wa ngome.
inayojulikana kama Aurasenat. Gari la hali ya rais ni sehemu ya mradi wa Cortez, ukiwa na lengo la kutoa usafiri salama kwa maafisa wa Kirusi wa kiwango cha juu. Uwepo wake wa kutisha huwavutia watu barabarani, huku mistari yake ya kifahari ikificha kinga ngumu chini ya uso. Inasemekana kuwa kinga ya Aurasenat inaweza kustahimili risasi za kaliba kubwa, mashambulizi ya kemikali na hata milipuko ya mianzi. Madirisha yake makubwa na yanayostahimili risasi yanaweza kuzuia aina mbalimbali za vitisho vya risasi. Limuzini hizi zina injini yenye nguvu chini ya hood, iwezayo kutoa kasi na mwendo kasi inayohitajika kuepuka hatari. Nani ingawani ya kifahari na imejaa mapumziko yote yanayostahili kiongozi wa nchi, pia hufanya kama kitovu cha mifumo ya mawasiliano na udhibiti, kuruhusu Putin kuwa na mawasiliano na amri kila wakati. Tofauti na wenzake wenye ndege nyingi, Xi Jinping, katibu mkuu wa chama cha kikomunisti cha China, hana ndege yake binafsi. Badala yake, yeye hutumia ndege mbili za Boeing 747-800 za Air China kwa ziara rasmi na safari za biashara. Ndege hizi zilikuwa na gharama kubwa ya awali ya karibu dola za Kimarekani milioni 220 kila moja, na kawaida zilitumika kwa safari za kawaida za Air China. Wakati Rais Xi Jinping anapanga ziara nje ya nchi, ndege hizo hupitia ukaguzi mkali wa usalama uliofanywa na timu yake, ambayo inaweza kuchukua wiki kadhaa. Baada ya ukaguzi, ndege hizo hurekebishwa kwa kuondoa baadhi ya viti vya abiria ili kuweka sebule, chumba na ofisi. Mabadiliko haya yanafanana na kurekebisha kipindi cha ukweli wa runinga, lakini bila maonyesho mengi ya fahari na zaidi kuzingatia diplomasia. Maelezo maalum ya mabadiliko haya hulindwa kwa siri. Baada ya Rais Xi Jinping kurudi China, ndege hurudishwa kwenye hali yake ya awali na kuanza kutumikia safari za abiria tena. Ndani ya ndege hizi zilizobadilishwa mara chache hufunuliwa, ingawa picha rasmi, kama vile zile wakati wa mikutano na viongozi wa kigeni, zinaonyesha muundo wa kisasa na bila anasa. Swali limebuka kuhusu kwa nini Rais Xi hana ndege ya rais ya kudumu. Mmoja wa watangulizi wake, Jiang Zemin, aliamuru kubinafsisha ndege mpya kwa njia sawa na ndege za rais za Urusi na Marekani. Ndege zilipelekwa San Antonio, Marekani kwa uboreshaji, lakini viongozi wa Kichina hawajawahi kuzitumia baada ya kazi kukamilika. Kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, kuna tuhuma kwamba vifaa vya kusikiliza vilipatikana na mamlaka ya Kichina waliporudi. Kauli pekee ya China kuhusu suala hili ilikuja miezi baadaye, kupitia Wizara ya Mambo ya Nje, wakisema hawaoni haja ya upelelezi, wakijadili kwamba mara nyingine inawezekana kufikiria mawazo ya mwingine bila teknolojia ya hali ya juu. Kuhusu Hassan al-Balkhia, sultani wa Brunei, sio tu ni mmoja wa wafalme wanaotawala kwa muda mrefu, bali pia ni mmoja wa wasiri zaidi, akisafiri kwa mtindo mkubwa na faragha kutokana na utajiri wake wa hadithi. Katikati ya arsenal yake ya usafiri ni ndege zake binafsi, ambazo zinawakilisha utajiri wake na kufanya kama zana za kuhifadhi faragha yake. Sultani anapotua, mara nyingi anafanya hivyo kwenye ndege ambazo zinabadilisha dhana ya anasa. Ploti yake yenye thamani ya takriban dola za Marekani milioni 209 inajumuisha baadhi ya ndege zenye kisasa zaidi na zenye anasa ambazo zimeonekana angani. Ndege hizi zimejazwa na teknolojia ya hali ya juu na ndani iliyojawa na maisha ya anasa kufanya jumba lake lenye vyumba 7 kuonekana duni. Fikiria vifaa vilivyofunikwa dhahabu, vinara vya kuangaza ya kioo na samani zilizotengenezwa kwa mikono ambazo zingewatia wivu hata kwa Ludovico wa 14. Ndege anayopendelea sultani kwa safari za kimataifa ni Boeing 777, ndege bapa yenye injini mbili na uwezo wa umbali mrefu iliyoboreshwa kulingana na mahitaji yake. Ndani ya ndege hii shughuli zilizo ndani huzingatiwa kuwa siri kamili.
Lakini zaidi ya anasa, matumizi ya ndege hizi na sultani husaidia katika hitaji la kutokuonekana. Katika ulimwengu ambapo watu mashuhuri wanahojiwa kila wakati, sultani amejua sana ya kusonga bila kugunduliwa. Ndege zake mara nyingi huondoka usiku kwenda maeneo machache yanayojulikana na wachache. Mipango ya safari inabaki kuwa siri na mara nyingine ndege nyingi hupelekwa kwenye maeneo tofauti ili kuficha lengo halisi la safari zake. Inasemekana kwamba ndege zake zina vifaa vya kuzuia mashambulizi ya makombora na wahudumu hundua na watu waliopatikana baada ya ukaguzi mkali wa usalama. Safari za sultani si tu kuhusu mambo ya serikali au kupumzika. Ziara zake mara kwa mara Paris na London, mara nyingi kwa ununuzi au masuala ya afya, ni za kufichwa hivyo kiasi kwamba hata paparazzi wanashindwa kumfuata. Mara nyingi uwepo wa sultani katika nchi fulani huthibitishwa baada ya kuondoka kwake, hivyo vyombo vya habari vya ndani huanza kufikiria kuhusu lengo la kubaki kwake. Matumizi ya ndege binafsi ni sehemu moja tu ya mipangilio ya kusafiri ya siri ya sultani, lakini labda ni ya kipekee zaidi na hakika ya kifahari zaidi. Angani humruhusu kutawala ulimwengu wa faragha usioweza kulinganishwa na njia nyingine yoyote ya usafirishaji, na safu yake ya ndege za kijetsi inahakikisha kwamba anaweza kutembea katika ufalme huu kwa ustadi na haraka. Bernard Arnault, mkurugenzi mtendaji wa LVMH na mtu mwenye ushawishi mkubwa katika tasnia ya bidhaa za anasa, alikuwa akiruka mara kwa mara kwenye Bombardier Global 7500 ya kampuni. Hata hivyo, aliuza jeti yake binafsi baada ya akaunti za Twitter kuanza kumfuatilia kwa karibu harakati zake, kuvuta tahadhari isiyo ya lazima. Ikiwa na kuanzishwa kwake mwezi Desemba 2003, mshangao wa Kikanada ulibadilisha tena dhana ya kusafiri kwa mtindo na faragha. Global 7500 ina mbali ya ajabu ya maili za nautiki 3,700, ikiruhusu safari bila kusimama kutoka New York hadi Hong Kong au kutoka Singapore hadi San Francisco, ikiwa imejaa anasa kila maili ya nautiki inayopitwa. Ndani ya jalini ya jumla ya uchezaji kitita wa anasa ya pekee na sehemu za kuishi tofauti. Viti vilivyoandaliwa na Bombardier ni zaidi ya viti rahisi, ni viti vya kweli ambavyo hubadilika kuwa vitanda, yakihakikisha usingizi wa amani angani. Eneo la kula na meza zake za upande ambazo zinaweza kusukumwa ndani linabadilika kwa urahisi kwa chumba cha mkutano wa kiwango cha juu wakati wa safari ya mbali. Jikoni inafanana na jikoni ya gourmet, ikikamilishwa na tanuri za kuvuma, jiko la microwave maradufu, mashine za kahawa na sehemu za baridi, ikithibitisha kuwa upishi wa juu unakuwepo kila wakati. Sebule ya burudani ni nafasi ya kupumzika, ikitoa televisheni kubwa na mfumo wa nyumbani wa sinema ya kisasa. Vyote vinapatikana kupitia Wi-Fi yenye kasi kubwa ya ndege. Kitaaluma, Global 7500 ni paradiso ya kweli ya anga, na mfumo wa usimamizi wa kabini ambao huruhusu abiria kudhibiti taa, joto na burudani kwa kugusa tu. Linapokuja swala la utendaji, jali hili halichezei, ikiruka kwa kasi ya juu ya Mach 0.5 na kubuni sahili wa mabawa ambao unafanya msukumano kwa karibu usioonekana. Stuku, kimbilio la amani. Ina kitanda cha ukubwa kamili, televisheni ya kibinafsi na bafu binafsi lililotiwa vifaa na bafu la kunyoniwa inama, ambalo ni nadra kwa ajali za kibinafsi. Umakini kwa maelezo unaenea hadi eneo la mizigo lenye futi za ujazo 3,500, ikidhibitisha kuwa abiria wanaweza kuchukua kila wanachohitaji kwa safari. Bombardier Global 7500 ni zaidi sana kuliko tu njia ya usafiri. Ni marudio yenyewe, ikitoa uzoefu wa pekee ambao unang'aa kwenye kilele cha usafiri wa kibinafsi. Linapokuja suala la faragha, Jeff Bezos, mwana nyuma ya Amazon na Blue Origin, anaruka angani kwa shauku ile ile na ukubwa anaweka kwa biashara zake. Fukwea ya mamilioni ya jali ya faragha ni uthibitisho wa nafasi yake kama kiongozi katika tasnia na ahadi yake ya ufanisi, faragha na anasa. Mioyo ya fukwea ni thamani ya juu ya Gulfstream,
G650 ya Bezos, kazi ya sanaa ya teknolojia ya anga na mojawapo ya jali za utendaji wa haraka zaidi duniani. Na thamani zaidi ya dola milioni 65. Ndege hii sio tu njia ya usafiri, ni tamko. G650 inaweza kufikia kasi ya hadi 710 marudio kwa saa na ina uwezo wa kusafiri zaidi ya maili za maji 7,500, ikiruhusu safari moja kwa moja kutoka New York hadi Dubai au kutoka Tokyo hadi Paris. Na ndani ya Gulfstream ya Bezos ni hekalu la anasa kweli, na viti vya ngozi laini vinavyoweza kubadilishwa kuwa vitanda, mifumo ya burudani ya hali ya juu, na jikoni ya gourmet inayoshindana na migahawa bora. Kabini ya ndege imeundwa kupunguza uchovu, na shinikizo la angahewa lililopunguzwa na usoni wa sauti wa hali ya juu, ikihakikisha kuwa Bezos anafika kwenye marudio yake akiwa mchangamfu kama alivyokuwa alipondoka. Lakini Gulfstream si kifuniko pekee cha Bezos. Pia anamiliki ndege nyingine, ikiwa ni pamoja na Boeing 737 iliyobinafsishwa kufanya kazi kama ofisi na chumba cha mikutano. Ndege hii imebadilishwa ili kukidhi mahitaji maalum ya mmiliki, na ofisi kamili ndani yenye vifaa vya mawasiliano kupitia satelaiti, ikimwezesha Bezos kusimamia milki yake kwa futi 26,000 za mwinuko. Kwa nini kuridhika na ofisi ya kawaida unapoweza kuwa na kipande cha anga? Matumizi ya ndege binafsi ni zaidi ya anasa kwa Bezos, ni hitaji la biashara. Katika ulimwengu wa haraka wa teknolojia na uvumbuzi, muda ni rasilimali yenye thamani zaidi. Ndege binafsi humpa Bezos uwezo wa kusafiri kwa kasi yake mwenyewe, akiepuka ugumu wa viwanja vya ndege vya kibiashara, misururu ya usalama na mipaka ya ratiba za ndege. Kiwango hiki cha udhibiti na uwezo wa kubadilika huongeza ufanisi wake, iwe anakwenda kwenye mkutano muhimu au kutembelea vituo vya usambazaji vya Amazon kote duniani. Ni kama kuwa na mashine ya muda, isipokuwa badala ya kuokoa ulimwengu, inaokoa muda. Zaidi ya hayo, dhamira ya Bezos kuhusu faragha inatimizwa vizuri na fleki yake. Katika wakati ambapo kila mwendo wa umma unaweza kukaguliwa, ndege binafsi hutoa mahali pa makazi mbali na macho ya taa. Wanatoa mazingira salama ambapo mikakati ya biashara inaweza kujadiliwa bila hatari ya kusikilizwa au kuvuja kwa washindani au vyombo vya habari. Ni ngome ya mwisho inayoabiri ya faragha, bila wahusika wenye nguvu na manyoya. Ikiwa ulipenda video hii na ungependa kuchunguza maudhui zaidi ya kusisimua kama hii, basi jisikie huru kubonyeza moja ya kadi kwenye skrini yako.